Na mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, moja kwa moja tuko live. Tumepata nafasi ya kuweza kumtembelea msanii mkongwe sana JDD mkali wa Coco Dance. Yebo. Yebo. Mambo vipi ndugu yangu? Asante sana na tunashukuru tena media yetu ambayo ni kubwa La Voix, vraiment merci sana. Ndio, ni mara ya kwanza kabisa La Voix d'Uvira kuweza kutembelea. Furaha gani unayo kwa sasa? Furaha ni kubwa sana sababu kila siku anasemaga mtu na kwao, na La Voix d'Uvira ni yetu. Ndio. Ni ya watu wa Uvira, ni ya watu wa Kongo, ni ya watu wa Afrika, watu wa dunia nzima. Asante sana La Voix d'Uvira. Ndio, JDD, labda ungejitambulisha kwa watazamaji waweze kutambua ni nani. Wamesikia Yebo, wamesikia JDD, labda wangetaka kujua ukweli kiwazi. Ya kiukweli kiwazi, JDD mkali wa Coco Dance ndo jina langu la kazi, na kwa majina ya familia ni Jean Dedier. Yeah. Tunasema tena karibu. Asante sana. La Voix d'Uvira inakuwa na muda wa kwanza kutembelea wasanii, kwanza kujua biografia. Tungetaka tujue katika tathmini yako ya muziki umeanza kwanza wakati gani? Mimi muziki kuimba rasmi nakumbuka mara ya kwanza niliwezaga enda kwa Liza Classic, ilikuwaga ni mu 2012-13 kama sahau, ndo turu yangu ya kwanza naenda studio, ilikuwaga ni Burundi kwa Liza ambaye leo yuko Tanzania, na kwa bahati mbaya sikufanyikisha kutoa wimbo huo sababu nilikuwa unajua kazi kama hujaizoea kazi ni hivyo. Kuna vitu tu vinakupitaga hemu. Na vile vitu ndio vitumanaga ngoma haikuweza kutoka. Maana mimi naweza nikasema wimbo wangu wa kwanza kujaribu kwenda studio ilikuwa ni 2013. 2013. Yeah. Kwa hiyo sasa tulitaka tujue malengo gani ambayo ilikuingiza katika tathmini ya muziki? Kwenye muziki nafikiria kwanza ni upakwa wa Mwenyezi Mungu, sababu mimi nasemaga kila siku basani tunakuwa tunatumika na upako wa Mungu. Ndio. Na kitu ambacho kimenifanyaga mimi niingie kwenye muziki ni wakati nilijisikia ndani yangu nilikuwa kuna ule upako. Nikasema nisije nikakufa bila kufanya kazi ambayo Mungu amenitumaga nifanye kwenye hii dunia. Ndiyo. Na ndo nikaanza kufanya. Okay. Na watu wasahau tena muziki ni biashara, ni business. Nilijionea nikasema kama Mungu alinipa hiki kipaji, yani ndo maisha yangu, ndo kazi yangu, kwa nini siwezi nikatafuta supu mwi kipaji? Yeah. Licha ya kazi ambayo unaifanya binafsi, zingine makazi na vingine. Unachukua muziki kama ni kazi zako binafsi. Kabisa. Okay, JDD, nini hasa ambayo umeona kwenye tathmini ya muziki ambayo changamoto ambayo unaipitia kwa sasa? Changamoto ni nyingi. Kama mimi kwa sasa changamoto yangu ni kukosa management, kukosa wa sponsor ambao wanaweza wakasponsorize kipaji kizuri. Ndio. Na hiyo ni changamoto kubwa sababu unakutana ulifanya ule wanasemaga mafucking job, ukapata kidogo, ile kidogo yenye ungehifadhi jua kufanya vitu fulani unaileta kwenye muziki wenyewe unakutana hujaanza kulipa kivile, ila ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu sababu ameshanipa kipaji na siwezi nikakiacha kipite vide. Yeah. Ndio. Licha ya hiyo majukumu ambayo unapitia, kwa sasa umefanya nyimbo ngapi tangu anze muziki wako kwa sasa? Toka nianze muziki sina nyimbo nyingi sana sababu muziki nimeuanza rasmi. Muziki nimeuanza rasmi ilikuwa ni 2024 tu hapa nyuma. 2024. Ndio tulianza muziki rasmi, ile nasema na ni kazi sasa na nishike kama kazi, na kwa sasa niko na nyimbo 7. Nyimbo 7. Na kati ya hizo nyimbo 7, ipi ambayo imechukua kipaumbele katika hiyo nyimbo 7? Nafikiria nyimbo yangu ambayo imechukuaga sana kipaumbele ni L'Argent. Na après L'Argent ndo pakakuja zingine Mashida, Mafarawe, pakakuja Mamwili ni Udongo, Kongo Roho Yangu. Vraiment ni nyimbo zilifanya bien, mais L'Argent ndio linitambulisha Uvira. Je, unaweza tupatia kapela ya L'Argent? L'argent, 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 mbona mimi unanitesa? L'argent, oh l'argent, pourquoi tu me fais ça? L'argent, oh l'argent. Yeah. JDD. Yebo. Kwa sasa umeona kuna mafanikio katika muziki? Kwa sasa naweza nikasema namshukuru Mwenyezi Mungu sababu kwa gisi nilianzaka na gisi niko kuna kale ka changement kidogo. Ndio. Nilianzaka watu walikuwa banijui
Ile ni faida ya kwanza. Leo nimeshajulikana sana na watu. Kwangu mimi naichukulia ni faida, sababu ukishajulikana na kipato unaweza kupata na kuna opportunities zingine zotapata. Cha pili, leo naanza pata madili fulani wa show. Unakutana na mtu kama yuko na show yake, au bana organize sijui evenement fulani ni kubwa ya waheshimiwa ya wanani, wananialika pale. Napata yangu kidogo, japokuwa haitokiza mahitaji yangu yote, ila ni mafanikio, sababu zamani nilikuwa sipati vile. Ndio. Jadi turudi kidogo nyuma. Kuna wale ambao wanachukua muziki wanaokamata kama haufai, na wanaona kijana kiingia katika tasmini ya muziki wanaona kama anapotea. Kabisa. Wewe kivyako ni kama shauri gani ambao unaweza ukatoa kwa vijana wengine au wazee ambao wanaona watoto wanaingia katika muziki, wanawaambia kwamba mmepotea, wanachukua kama muziki ni kuvuta bangi na kuimba mambo ambayo sio style? Vraiment mimi nikionaga mtu ama mzazi, bazazi yetu, unakutana kuna katalia mtoto asifanye upakwa au kitu kenye Mungu alimtuma aje kufanya kwenye hii dunia, vraiment nakuwa naona ni kama wanatuima haki sisi watoto. Sababu kitu kenye mimi najua mtu ayu wake atapatia munini. Na ukiangalia kuleo muziki ni kitu kenye kikukamata, unaweza kwa mtu umoa maajabu sana mdunia. Wa maajabu sana, sababu ukiangalia kama wasanii wakubwa wako na magari za kutembelea, wako na manyumba, wako na mandege za kuza mandege, unakutana bale wote walipitia ni mwii kariere ya muziki. Na hakuna mtu mwenye alizaliwaga tajiri, bali utajiri kwenye muziki au kwenye biashara yoyote ile inakuja polepole kujituma yako, na kama Mungu alisema utakuwaga mtu fulani unaifikia. Kumbe haiwezi kuwa vizuri sana mzazi kumkatalia mtoto kufanya kitu kenye mtoto anapenda, na sifikiri kama muziki ni bubandia au ni nini. Juu ni kitu kenye Mungu aliumba. JDD, tubaki kwa hiyo swala. Kabisa. Lakini unatoa muziki pole. Umesema ni muziki 7, nyimbo 7 tayari ambazo umetoa. Kabisa. Kwa nini haupendi kutoa kama wengine wasanii wanavyotoa? Unakuta kwa miezi 2 anaachia, miezi 3 anaachia. Unatoa uko mpole na uko taratibu. Ile yote kwanza inatokana na kama kisi nisema sina management na sina sponsor. Unajua muziki ni kitu kenye kinaomba gharama kubwa sana. Ili ufanye kitu kizuri inaomba gharama. Nina uwezo wa kusema niko naachia kila mwezi na ngoma, ila hazitakuwa ngoma zenye kalite nzuri zenye gharama. Kumbe kwa kufanya kitu kizuri ndio naonaga acha nipitishe hii miezi 2, nipitishe hii miezi 3 ndo nije niachie kitu. Na ukiangalia tena hali ya inchi ambayo ilitufanya wengi, sio mimi tu, wasanii tukue kama tunachelewa na kutoa makazi, sababu kila mtu alikuwa concentré juu ya inchi yetu. Okay, kwa hiyo sasa nini unapangilia kwa kesho? Kwa sababu umeshasema muziki umeanza kupata mafanikio. Projet d'avenir yako ni nini sasa? Kitu ambacho nakipangilia kwanza ni concert. Concert inakuja, na concert hiyo itakuwa ku MKC. Inaitwa Shida Concert. Nilifikiria nikaona vraiment tuko kwenye shida sana wakongomani. Na nikasema siwezi nikaita na kupenda concert wakati bado tuko mshida. Nikasema itakuwa bien nifanye kitu ambacho kinaitwa Shida Concert, na concert hiyo itakuwa ni le 14 Desembre. Ndio concert itakuwa MKC. Vraiment ndo projet yenye niko nayo ile, na Mungu akijalia mwaka uwezo kaisha kabla sijaachia nyingine kazi. Labda ujumbe gani sasa ambao unatoa mwisho kwa wafanzi wako ambao wanasikiaka JDD mkali wa Coco-Dance? Merci sana kwa swali. Kwa kuambia kwanza Shida Concert kama kisi wanaisikia, kuna wimbo ambao unaitwa Shida. Wajitahidi sana waende YouTube, watizame wimbo huo, wa like, wa comment, wa subscribe, na wasisahau tukutanane MKC. Tukutanane MKC le 14 Desembre. Ya hii mwaka ni hapa tu. Vraiment merci sana, na niko na besoin sana ya ba sponsor. Vraiment mtu mwenye anaweza kwa labda kuna biashara yake na anapenda siku ile ikwe vendi mule, vraiment namkaribisha. JDD mkali wa Coco-Dance, labda unaweza kuanza na kapela. Shida una rangi ya makabila wewe. Shida na uchagui upo kumkuta wewe. Shida baba yako nani mama yako. Shida atakuwa tajiri napo we shida wewe. Thank you. Asante sana. Asante.